Kukamilika kwa mradi mkubwa wa maji uliopo Butimba jijini Mwanza unakwenda kuondoa adha ya upatikanaji wa maji kwa wakazi takriban 450,000 katika wilaya za Nyamagana na Ilemela jijini Mwanza. Mradi huo wa maji wa Butimba unaweza kuzalisha lita milioni 48 kwa siku, ambapo mahitaji ya maji kwa jiji la Mwanza ni lita takriban milioni 172 kwa siku, huku kwa sasa uzalishaji wa maji kwa siku ni jumla ya lita milioni 138. Kwa mujibu wa kaimu mkurugenzi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira ya mkoa wa Mwanza, Mwawasa Bineli Msuya, anasema mradi wa maji wa Butimba umekamilika Oktoba mwaka 2023 na hivi sasa uzalishaji wa maji umeongezeka hadi kufikia lita milioni 138 toka lita milioni 90 zilizokuwa zikizalishwa hapo awali kupitia mtambo wa zamani uliopo Capri Point. Mradi huu ulikamilika mwezi Oktoba mwaka uliopita 2023 na una uwezo sasa wa kuzalisha lita milioni 48 kwa siku. Mradi huu umeweza kuongeza uzalishaji wa maji katika jiji la Mwanza kufikia jumla ya lita milioni 138 kutoka lita milioni 90 zilikuwa zikizalishwa hapo awali katika mtambo wetu wa zamani wa Capri Point. Ikumbuka kwamba mahitaji ya maji katika mji wa Mwanza ni lita milioni 172 na hivi sasa tunazalisha lita milioni 138. Baadhi ya maeneo yaliyoanza kunufaika na mradi huo mkubwa ni eneo la Igoma lililopo wilaya ya Nyamagana, ambalo hapo awali wakazi wa eneo hilo walikuwa wakipata maji kwa wiki mara moja. Zamani upatikanaji wa maji ulikuwa ni mgumu sana, yani kwa wiki tulikuwa tunapata mara moja. Kwa sasa yani tunapata kila siku, hata ikipitisha siku moja ya pili tunapata maji. Kwa sasa hivi tunapata maji ya kutosha na tunamshukuru Mungu. Mwanzo tulikuwa tukipata shida ya maji, ila kwa sasa hivi tupo vizuri. Yani sasa hivi tunaoga hata kwa siku hata mara 5. Kwa mwezi tunaweza kuchota maji mara 2, mnakimbizana usiku hapa na pale kuchota maji. Mnaamka usiku sana. Hata tuofii kuhusu vitu vibaya vitakavyotokea wala ni. Lakini kwa sasa hivi tunamshukuru Mama Samia kwa kutusaidia, upatikanaji wa maji upo vizuri. Masaa yote tunapata maji. Usafi umeimarika kwa sababu tu ya maji. Asante sana Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa wakazi wa Buhongwa na maeneo jirani, kazi inayofuata sasa hivi ni kuboresha mfumo wa usambazaji wa maji. Kutokana na mradi huo kuwa wa kisasa, mkurugenzi wa Mwawasa anaeleza bomba linalochukua maji kutoka ndani ya Ziwa Victoria na kuyavuta hadi kwenye chujio limewekwa umbali wa kilomita 1, na hii inafanya maji yanayozalishwa kuwa safi na yenye ubora. Kama mnavyoona chanzo hiki kuna majengo mbalimbali, lakini ziwa liko jirani yetu kushoto kwa hapa niliposimama, na bomba la kwenda kuchukua maji kwenye ziwa limelazwa kilomita 1 kutoka katika eneo rasmi la kuchukulia maji. Kiwango cha bomba kuingia katika ziwa ilivyo hivi sasa, tuna uhakika wa angalau kupata maji ambayo yana quality nzuri. Baada ya hapo sasa maji yanaingia katika pale mnapopaona ambapo maji yanakuwa kama yanaruka pale maji yanapata hewa, na baada ya hapo yanaanza sasa mtiririko wa kuweza kupata tiba kwa hatua mbalimbali kama ambavyo mtaziona hapa baadaye, hadi kwenda sasa kufika katika tenki ambalo ni rasmi kwa ajili ya kuenda kusukumwa sasa kwenda kwa wananchi. Mara baada ya mradi huo kukamilika kwa 100%, kinachofanyika kwa sasa ni usambazaji wa maji kwa wananchi, kwani tayari Mwawasa inatekeleza mradi wa ujenzi wa matenki 5 yatakayokuwa na uwezo wa kubeba lita za maji milioni 31. Hii itarahisisha kwa wakazi wa maeneo mengi kuwa na uhakika wa maji. Kuna eneo kwa mfano la Igoma ambalo walikuwa wanapata maji mara moja kwa wiki. Sasa hivi wanapata maji siku zote, siku 7 kwa wiki. Lakini pia kupitia tenki la Nyegezi, mradi huu umeanza kusambaza maji katika eneo lote la Buhongwa. Kazi ambayo inaendelea sasa kwa kasi ni ya kusambaza maji, mabomba ili sasa maji yaliyoongezeka yaweze kuwafikia wakazi. Wizara kwa kushirikiana na Benki ya Uwekezaji ya Ulaya pamoja na Shirika la Maendeleo la Ufaransa imekamilisha utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa chanzo cha maji Butimba kwa gharama ya euro milioni 31.17, sawa na takriban shilingi bilioni 71,
ambapo ujenzi wa mradi huo ulianza Februari mwaka 2021 na umekamilika Oktoba mwaka 2023. Tunashukuru sana serikali na sisi MWAUWASA kupitia Wizara ya Maji tunatoa shukrani za dhati kwa serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuweza kutusaidia kukamilisha chanzo hiki ambacho ni muhimu sana na kimeleta matumaini makubwa sana kwa wakazi wa Mwanza.